kuna andiko ambalo ningetaka nilisome hata ingawa siku ya leo sitahubiri. In Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. And I'm going to read from verse 8, or rather, verse 8 and 9. The Biblia inasema, for it is by grace that you've been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Bwana asifiwe sana. Tumepokea wokovu kama kipawa. Hallelujah. A gift, ama tunaweza kusema kwa lugha nyingine zawadi, ama neno lingine zawadi. Wokovu ni zawadi ambayo tumepokea kutoka kwa Mungu, na lolote lile ambalo linaandamana na wokovu, kila kipawa ambacho tuko nacho, kila kiwango cha neema, ufunuo Mungu ametupatia, kazi yake ambayo inatendeka katika maisha yetu na kutupitia, yote ni zawadi, ni neema Mungu ametutunukia. Bwana asifiwe sana. Ndiposa tunainua sifa zote kwake. Ukibarikiwa kwa lolote lile, unainua sifa kwa Bwana. Akikufikisha pahali, unainua sifa kwake. Praise God. Akikufikisha katika hiki kiwango cha neema, unainua utukufu kwake. Ni kwa sababu sio kwa matendo yetu, ama sio kwa sababu tunastahili, bali ni kutunukiwa hiyo neema. Bwana asifiwe sana. Na ni vizuri tukazidi kumpenda Bwana kutoka katika roho zetu na kujiashiria kwake, kuandamana na yeye katika kile ambacho anakifanya, na kusudi lake tutazidi kutimia katika maisha yetu kila siku, maana yeye ni Mungu ambaye ni wa kusudi. Bwana asifiwe sana. Wakati huu ningetaka tukajiandae ili tukapokee neno, na Bwana atatubariki sana. Siku ya leo nikasema kwamba nitaketi pale nibarikiwe pia. Wakati mwingine mtu anasikia vizuri sana anapoketi kupokea. Praise God. I want to say a lot of amens when I'm there, and the Lord is going to bless us in a very special way. Praise God. Amen. Why don't we bow and pray as we go to receive the servant of God who is going to minister. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuinua jina lako, tuwakupa utukufu, tuwakupa sifa zote, kwa sababu wewe ni Mungu mwema katika maisha yetu. Rehema zako Mungu wetu zinafanyika kuwa mpya kila asubuhi, na tunashukuru kwa sababu siku ya leo ni siku ya kipekee. Umeashiria neema yako, umeashiria upenyaji wako, umeashiria ushindi kwa njia ya kipekee. Roho wako anatawala, unajionyesha katika maisha yetu Bwana, unaashiria ufunuo kwetu, unaashiria mwanga kwetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana, tunajua ya kwamba tunaweza kukupokea kwa njia ambayo ni ya kipekee. Tunaenda kupokea ule utajiri ambao unaashiria katika maisha yetu, na unatugusa kwa njia ya kipekee kupitia Bwana kwa huduma ya Roho Mtakatifu, na kupitia kwa mtumishi wako. Tuinua jina lako, tunasema asante. Tuunganishe Bwana kwa upako wako Mungu wetu, na kila mmoja tukaandamana na wewe katika jina la Yesu Kristo, na ili Bwana ukatukuke na kuinuliwa, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana mchana wa leo kwa sababu ya wokovu wake katika maisha yangu, na pia nataka kushukuru mchungaji pia kwa kunipa hii fursa ili ikaweze kunena neno la Bwana siku ya leo, na kwa hilo nanyenyekea, maana si jambo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na
namshukuru Mungu kwa sababu siku ya leo tunaenda kusikia neno lake, na najua Bwana atapata kutunenea. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo tutaongea juu ya kupokea maeneo mapya. Bwana Yesu asifiwe. Possessing new grounds or new territories. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome katika kitabu cha Luke 19. We read from verse 11 all the way to 27, and then we read from the book of Exodus 23 verse 29 to 31. Tatumia Kiswahili sana sana, lakini kineko tutaweka lugha zinginezo, lakini Kiswahili tajaribu kufuruliza kwa Kiswahili na Bwana tapata kutubariki. Tusome kwa pamoja Luke 19 verse 11 to 27. Waliposikia hayo, aliongeza kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, nao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Basi akasema, mtu mmoja kabaya alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki huyu au atutawale. Ikawa aliporudi ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Akamwambia, sema mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Akamwambia huyu naye, wewe uwe juu ya miji 5. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo nililiweka akiba katika leso, kwa maana nilikuogopa, kwa kuwa mtu mgumu, waondoa usichoweka, wavuna usichopanda. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Ulinijua kuwa mimi ni mtu mgumu, niondoaye nisichoweka na kuvuna nisichopanda. Basi mbona hukuiweka fedha yangu kwa watoao riba, ili nijapo niipate pamoja na faida yake? Akawaambia waliosimama karibu, mnyang'anyeni hilo fungu, mkampe yule mwenye mafungu 10. Wakamwambia, Bwana anayo mafungu 10. Na waambia, kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Tena wale adui zangu wasiotaka nitawale, waleteni hapa, mwashike mbele yangu. Twende katika kitabu cha Kutoka 23, tusome aya ya 29 hadi 31. Biblia inasema, sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiwe ukiwa, na wanyama wabala wakaongezeka kukusumbua. Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako, hata utakapoongezeka wewe kuirithi hiyo nchi. Nami nitakuwekea mpaka wako tangu bahari ya Shamu hata bahari ya Wafilisti. Tena tangu nitawatia wenyeji wa nchi mikononi mwako, nawe utawafukuza mbele yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Nimesema siku ya leo
tutaongea juu ya kumiliki maeneo mapya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni mapenzi ya Bwana kwamba sisi tupanuke. Amen. Ni mapenzi ya Bwana tuweze kustawi na kufaulu katika maisha haya. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Ni mapenzi ya Bwana watu wake wazidi kupaa katika upeo mpya na katika viwango vipya vya utukufu na viwango vipya vya baraka. Hilo ni kusudi la Mungu kwetu sisi. Jina la Bwana lisifiwe. Na asubuhi ya leo ama mchana wa leo ni vyema tuelewe malengo ya Mungu kwetu sisi ni tupanuliwe. Malengo ya Mungu kwetu sisi ni tustawi na tuenende katika liamu za juu kuliko mahali ambapo tumefikia. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini kuna jambo ambalo lazima tutakubaliana nacho, ya kwamba ili tupanue mipaka yetu, ili tustawi katika maisha haya, lazima sisi tukujue ya kwamba Mungu anatuhesabia sisi, ili hayo mafanikio, hiyo mipaka yetu kupanuka kwa nyanja yoyote maishani, inatutegemea sisi wenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Na tutakuja kuona ya kwamba hata wakati Mungu alipokuwa akiwatoa wana wa Israeli kule Misri na kuelekeza nchi ya ahadi ambayo ni Kanaani, aliwaambia hapo ambapo tumesoma neno la Mungu linasema, Mungu aliwaambia hataondoa mataifa ambayo walikuwa wapitie katika nchi zao kwa wakati mmoja, lakini Biblia inasema walikuwa watolewe kidogo kidogo, ili nchi isiwe ukiwa na wanyama wakawe pale wakawasubue, na pia hiyo nchi isiwe ukiwa. Biblia inasema Mungu alisema atawapatiana hao mataifa mikononi mwa watu wa Israeli, ili wapigane na wao na wawashinde. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa natazama na kuona hata wakati wanajeshi wanapoenda vitani, lazima kama watawashinda maadui zao, wanasema wamemiliki eneo fulani. Kwa mfano, wakati wanajeshi wetu walipoenda kule Somalia ili kupigana na magaidi wa Al-Shabaab, walikuta hawa maadui hawajipeanagi kwa adui zao ama kwa wanajeshi, wanakabilianaga na lile jeshi ambalo limeenda kuwapigana na wao, ili kama litawaangamiza wanajeshi wasidi kukaa kule. Lakini jeshi likiwashinda linateka nyara ule mji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, tunakumbuka kuna base moja ilikuwa inaitwa Las Gabon, wakati walipofagiliwa kule Kisimani na huko Las Gabon. Sasa ikasemekana eneo hilo la Kisimani liko sasa chini ya utawala wa jeshi la Amazon. Bwana Yesu asifiwe. Nawe kama mtu wa Mungu lazima ujue kwamba ili umiliki territory fulani ama umiliki eneo fulani, ni lazima upigane na mapepo. Lazima upigane na ule nguvu zinazotawala hilo eneo, ili uwe na utawala wa hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue kuna pita za kupigana. Mark 11:12, neno la Mungu linasema, tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka wa sasa, ufalme wa Mungu unapokewa na wale wenye nguvu, na Biblia inasema na wenye nguvu watauteka. Bwana Yesu asifiwe. Sio mtu yeyote ambaye anateka mji ama ufalme, ni mtu mwenye kupigana, ni mtu ambaye aliye na nguvu. Jina la Bwana lisifiwe. Hivyo huu ufalme wa Mungu sio wa walio wanyonge. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka kusema hivi, ndugu na dada yangu, Mungu anataka tumiliki maeneo mapya, lakini shida kubwa na watu ni ile kitu
ni kwamba umeachieve kitu fulani, na hivyo wewe unaenjoy hiyo baraka ama hiyo achievement, miaka nenda miaka rudi, unalinga kwa breakthrough ama miujiza uliopokea miaka ya zamani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka kukuambia ndugu na dada yangu, kuna baraka njema na nzuri kuliko hiyo ambayo umeipokea sasa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Washa kufurahia hiyo huo upeo ambao umefika sasa. Kuna utukufu zaidi ya yule ambaye tayari umeupokea. Kuna mji mzuri, haleluya, zaidi ya yule ambaye tayari umeupokea. Na Mungu anataka tuamuke, tupigane ili tupokee maeneo mapya katika maisha yetu. Na ni lazima tujikaze na tuwe imara na hodari kukaza huu mwendo, na tusikwamilie katika ile miujiza na breakthrough ambayo tayari tumeipokea. Jina la Bwana lisifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba kulikuwa na mtu mmoja Kabaila, yani ni mtu tajiri. Na Biblia inasema akaenenda nchi ya ugeni ama ya mbali ili akatafute ufalme. Na Biblia inasema alipokuwa akienda akawaita watu na akawapa mafungu 10 hawa watu. Lakini hata alipokuwa akisema anaenda kuinvest, watu wengine hawakufurahia. Bwana Yesu asifiwe. Walisema sisi hatutatawaliwa na huyu mtu. Hatutaki awe kiongozi, hatutaki awe mfalme wetu. Lakini neno la Mungu linasema akawaita watu na akawapa mafungu, na yeye akasafiri akaenda nchi ya mbali kutafuta ufalme. Neno la Mungu linasema aliporudi akiwa tayari amepokea ule ufalme na akawa amewekeza, akawaita wale watu ambao walikuwa amewapa mafungu, na kila mtu alihitajika kutoa hesabu alivyofanya na yale mafungu. Wa kwanza akaja akasema, ya mafungu haya nimeyasalisha na yako yameleta faida ya mafungu 10. Akaambiwa ubarikiwe ewe mtu wa mwema, na sasa uwe mtu wa kumiliki miji ama maeneo kuu. Wa pili naye akaja akasema ya kwamba nimewekeza mafungu 5, nimepata na nimewekeza na nimepata faida ya mafungu 5. Akakuwa nawe utakuwa mtu wa kusimamia miji 5. Watatu akaja akasema mimi ile mafungu ulilonipa niliweka kwenye leso. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nilikuwa ninajua wewe ni mtu mgumu, na wewe unatoa mahali haujawekeza na unavuna mahali haujapanda. Na akakemewa na akaambiwa, kama ulijua mimi ni mtu mgumu, mbona hukuweka kwa wale ambao wanafanya kazi ya kuwekeza kwenye lima, ili nichapo nipate mafungu yangu pamoja na faida. Biblia inasema akaita wale watumishi wake, akaambia mnyang'anyeni hiyo mafungu, mkawape wale ambao walikuwa wamewekeza. Maana yule ambaye hana kitu atanyang'anywa na kitapatiwa wale ambao watakuwa nacho. Jina la Bwana lisifiwe. Na mwisho wa yote Biblia inasema nao wale waliokuwa wakipigana na huyu mtu ambaye alikuwa ameenda nchi ya ugeni kutawala, wakaambiwa waleteni hapa muwashinde mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha lengo la huyu mtu kwenda kuwekeza ili afikiane. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kufikiana lazima angetawala. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nguvu, watu walio na kitu wanakuwa na uwezo wa kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Na utawala ni mzuri, mamlaka ni mzuri. Jina la Bwana lisifiwe. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka kuambia kanisa, utawala ni mzuri na mamlaka ni mazuri. Na huu uko katika nchi yetu ya Kenya lazima ufike mwisho. Kwamba ukiingia kwenda kutafuta kiti ya kuwa mbunge ama MCA ama rais, unaambiwa siasa ni mchezo safi. Sio mchezo safi. Ni mchafu kulingana na ukichezwa na wale wachafu. Maana Biblia
So if you have been dreaming to become a politician, it is not a dirty game. Blessed be the name of the Lord. We need leaders in the house of God. Prominent waziris. Hallelujah. Ukiitwa hiyo kiti na una uwezo wa kufanya hivyo, kimbia sana. Kama utaona hizo kazi zikiitwa na uapply witiwe, kimbia haraka sana. Hata sisi tunaweza kufurahia tukiona hiyo gari iko na bendera pale nje. Jina la Bwana litukuzwe. Tunahitaji mawaziri na wabunge na MCA kwa kanisa. Na sio mchezo mchafu. Amen. Ni mchafu ikichezwa na watu wachafu. Na ninataka kuambia watu wa Mungu, ni lazima tujitambue na tujielewe. Kufanikiwa na kupata pesa sio shetani. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni ule ujinga unaoua watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ana misquote hata maandiko. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Ambia ndugu na dada yako aliye karibu na wewe, pesa ni mzuri. Kuwa na mashamba mingi ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa imara katika biashara ni malengo ya Mungu kwetu sisi. Jina la Bwana litukuzwe. Na ni lazima tuwe na the positive mind. Ni mambo ambayo Bwana anataka tufaulu na. Lazima tutamani to have spiritual breakthrough, ministerial breakthrough, financial breakthrough, na tung'aa katika kila nyanja ya haya maisha. Amen. Na ndio maana Mungu ametuita kwa hilo kusudi, kwa utukufu wa jina lake. Haleluya. Hatutaki watu hohehae katika ufalme wa Mungu wetu. Mungu wetu ndiye mwenye rasilimali zote. The Bible says that the earth and the fullness thereof belongs unto our God. Blessed be the name of the Lord. And the cattle in 1,000 hills belongs to him. Ni lazima tutamani hizo ng'ombe Mungu akupatia fungu katika hizo ng'ombe ambazo ziko katika hiyo milima. Kuna fungu lako. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko waigete thĩinĩ wa Psalm 16 atĩ rũthanju rwitũ atũringithagĩria kũrĩa kũnoru. Mwathani Jesũ agocwo. Koguo gacĩru na ũmĩaramano nĩ wĩra wa Ngai kũrĩ arĩa mamwenda. Nago thĩna nĩ mũũru. Mwathani Jesũ agocwo. Rekei tũtigane kwĩiganĩria na kũgathana thĩna, na tũkamanagĩrĩria arĩa magacĩru. Reke Ngai agĩtũteithia tũmenye ũgacĩru na ũtheremu na mĩaramano nĩ wendi wa Ngai kũrĩ arĩa mamwenda. Na nikio tũringithagĩria maringa maitũ kũrĩa kũrĩ na thĩni mũno. Ti Ngai wendi wa Ngai tũtũũrage tũrĩ ahinyĩrĩrĩku. Ngai nĩarenda tũgacĩre na tũthereme. Nĩarenda tũcangarare nĩguo mũgoco mũcokerere. Nĩguo tũtũũre tũrĩ wĩira atĩ Ngai nĩarathimaga. Mwathani Jesũ agocwo. Nĩ wega kwĩriragĩria gũthiĩ thĩinĩ wa ũtheremu wa Ngai. Nĩ wega kwĩriragĩria kũgacĩra maũndũ-inĩ maya mothe. Tukigashira kiroho, tugashire nginya economically and financially. Yani Mungu aliyetuita kusudi lake ni tufaulu katika haya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie tu na dada yangu, Mungu tunayemwabudu, Biblia says he delights in doing good. Hallelujah. Lakini shetani ni adui wa mema na neema. Ndio maana anaoppress watu katika mambo ya ufukara. Bwana Yesu asifiwe. Na ni lazima tukatane na mambo mengine. Na kama vile ambavyo Mungu alipowaambia wana wa Israeli, mataifa yaliyo mbele yako lazima uyafukuze. Lazima upigane naye ili upate kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. They are demonic altars and forces of darkness which have been oppressing people in families. Na hayo madhabahu na mapepo ya giza yanafanya watu kufinyiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kana kwamba watu wanaona kama hilo ni fukara. Lakini nataka kusema la kwa watu wa Mungu, ufukara sio sehemu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tunayemwabudu ni Mungu mwenye kumiliki dunia na mbingu. Na ni lazima tuamini kustawi na kufaulu. Lazima tupigane na hayo mapepo ambayo yamekukalia. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo yamekalia familia na maeneo haya. Na ni lazima tutamani kumiliki maeneo mapya. Lazima tutamani kupossess new ground for the glory of God.
Nataka kukuambia kuna baraka katika kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. It is good, it is blessed to walk in the riches of our Father. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaambia utafukuza hayo mataifa. Lazima ufukuze umaskini katika maisha yako. Pigana na kila pepo ambayo inajaribu kukushusha usifikie hatima yako. You see that the devil is a fighter of destiny. And he has always been frightening people with wrong information. Na watu wakipupaswa na mambo yasiyo ya kweli, their destiny is shattered down, ama hatima yao inajaribu kukatizwa. Lakini nataka nikuambie ndugu na dada, kama tutafikia hatima zetu, ni lazima tupigane na mapepo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walikuwa wapigane na Waamori, walikuwa wapigane na Wahivi na Wajebusi na haya mataifa kitambo waende wakakae katika nchi ya ahadi ambayo ilikuwa ni Kanaani. Neno la Mungu linasema ilikuwa inatiririka na maziwa na asali. Kwani kuna kitu chema kuliko asali na maziwa? Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuambia mambo mabaya. Haleluya. So lazima tutamani kama watu wa Mungu hizo baraka za Mungu, tujue kuna realm of greater blessings, realm of great breakthroughs, and even we need to desire to prosper and to walk in the goodness of the Lord. You see, the Bible says, I think it's Psalm 27. At the end, the Bible says that I had fainted unless I was hoping to see the goodness of the Lord in the land of the living. Bwana Yesu asifiwe. Ati tingedari kuhoteka. Tiga niundu ndirerigagirira kuona wega wa Ngai bũrũri-inĩ wa arĩa me muoyo. Ũguo nĩ kuuga nĩrĩrĩo na mwĩrĩ ũyũ nĩrĩo wega wa Ngai wagĩrĩire ũwĩrirĩrie. Mwathani ti wakua atĩ wathiĩ matu-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu wanadanganya na watu wataenda bungalow mbinguni. Hapana, huko hakuna bungalow na maisha. Tamani hiyo bungalow utaishi ukiwa katika hii maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ile gari unayotamani kuiendesha si mbinguni. Huo ni uongo. Ni katika maisha haya. Bwana Yesu agosho. There are good blessings, there are greater breakthroughs. Na kuna viwango vipya na vyema vya baraka ambavyo Mungu ametuwekea sisi. Na ni lazima tupigane na wale maadui ambao wamekalia mafanikio yetu ili tuweze kumiliki kilicho chetu kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu anawaambia hawa wana wa Israeli katika hapo Exodus tumesoma, sitawafukuza kwa mara moja. Hivyo ni kumaanisha Mungu hata kufikisha kwa destiny yako kwa mwezi mmoja ama mwaka mmoja. Our God is God of order. Blessed be the name of the Lord. And therefore we always say, and even when we are encouraging the new believers, that salvation is a gradual process. Bwana Yesu asifiwe. Ukiokoka leo huenda hutaongea na dini. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo usitishwe na wale ndugu na dada wanaongea kwa kanisa na dini sana, wasikutishie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na kuna jambo linahitajika ili ukomae, ili uongezeke na uweze pia kuomba na dini. Na ili uweze kuomba dakika 20 na 30 na lisali moja. Baada ya kuokoka, lazima ufanyie wokovu wako kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hilo jambo tu walitia nguvu the new believers kila wakati, kwamba kuna kuongezeka kutoka hicho kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Leo hutaongea na dini, lakini siku zijazo utaongea na dini. Mahali hungalisimama na kuomba kwa lisali moja ama kwenda kesha na kuomba usiku mzima, Mungu wa neema atakuwezesha na utaweza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hungalisimama mbele ya watu na kuhubiri dakika 10, Mungu anakusaidia utahubiri dakika 20 na lisali moja. Lakini Biblia inasema lazima ufanyie wokovu wako kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukubali kuhesabika. Bwana Yesu asifiwe. Where the life of God is, there have to be growth. Bwana Yesu asifiwe. Mahali uhai wa Bwana uko lazima kuwe na mazao.
lazima kuwe na kukua. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtu ambaye utabaki kiwango kimoja miaka nenda miaka rudi. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na ushuhuda mmoja miaka nenda miaka rudi. Maana kuna shuhuda nzuri na njema kuliko ule unaoukiri leo. Bwana Yesu asifiwe. There's a singer who is always encouraging me nowadays that my tomorrow would be greater than today. Bwana Yesu asifiwe. For where I am today is not where I'll be tomorrow. Amen. I am aspiring for greater breakthroughs and greater achievement which God has for me in store. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia lazima nihesabiki na nijue kwamba nina jukumu la kupigania huo ufanisi na huo utukufu ambao ninautamani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ndugu na dada yangu tujue Mungu tunayemtumikia ni Mungu ambaye ako na malengo mema na kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe kama yule mtu ambaye aliweka mafungu kwenye leso. Bwana Yesu asifiwe. Na kugoja bwana wako ajapo, umwambie alikuwa mtu mgumu na yeye hukuna ambapo hajapanda. Bwana Yesu asifiwe. Then that's to say, if you do not invest, you shall remain in the same level, year in, year out. Sure. Hallelujah. Sure. Hallelujah. Amen. Usipofanya kitu katika wokovu wako, hautakuwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Na utaanza kulaumu watu lakini shida ni wewe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Don't blame people when you are not growing spiritually. Blame yourself. Hallelujah. Amen. Don't blame the devil when you are not growing spiritually. Blame yourself, because if you are prayerless brethren, if you are one who do not read the word of God, that is to say you are not investing in your spirituality. You must be mindful of your spiritual well-being. Bwana Yesu asifiwe. Kama utaongezeka, lazima ufanye jambo katika wokovu wako. Lazima imani yako uishoshe ili usidi kukua na kufaulu, na ili hata unapokutana na mapepo utaweza kukabiliana na wao. Shida ya Wakristo wengi nyakati tunazoishi, wanataka kuambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Okuradhimu. Hallelujah. Ukira kukuri kinyamu kia hatiro na ubuguda. Hallelujah. Mwana Yesu wagosho. Ona ingirwa ne kyo kithigege ko nyedigite. Bwana Yesu asifiwe. Kikia ko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ona ingirwa ne ke etige hahura. Ne twagirire twaga kwitekagira kuradhimu. Kwenda mahali paige muno. And the office of the prophetic office has been abused so greatly, more than any other in those other offices ambazo zimeandikwa katika maandiko. Mpaka watu wamefanya impersonation kujiita manabii. That is impersonation. Mtu ambaye hata sio nabii anajiita nabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watu wamejua watu wako na shida na wanataka kutabiriwa. So people who have been impersonating themselves, calling themselves prophets, they are waiting for people. Anaenda kupanda bei waambiwe shida. Lakini badala ya shida kuisha, zinaongezeka. Hallelujah. Amen. Lakini ukiwa Mkristo ambaye unajua unataka kumuona Mungu, lazima ukubali kugharamika. Amuka uchiombee. Amuka usome neno la Mungu. Amuka utafute ushauri kwa ule mtumishi wa Bwana ambao amekupa. Wacha kwendanga huko kwa TV kila wakati. Utakuta porojo mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zile porojo ziko katika zile media channels nyingi sana. They are not the true gospel. There's a lot of falsehood in those things. But blessed are you if you develop the Berean attitude. Search the scriptures. Amen. Blessed be the name of the Lord. Nataka tuone maeneo matatu ambayo yafaa tuwekeze ili tuweze kumiliki maeneo mapya. Bwana Yesu asifiwe. Eneo moja la kuwekeza ni kuwekeza katika maisha ya kiroho, spiritual investment. Tukiwekeza kiroho, haleluya, lazima tujue asili ama chanzo cha chetu cha kiroho.
Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwekeze katika kiroho. Na tujue kwamba kuna mambo mengine ambayo tunafaa tupigane nayo katika maisha yetu ya kiroho ili tuweze kufaulu. Sababu ya Mungu kuambia hawa watu kwamba ataleta hizo nchi mbele zake ili apigane nazo. Alikuwa anajua their spiritual battles, and for them to conquer those territories and those nations, they had to do something in their spiritual into their spiritual lives. Bwana Yesu asifiwe. These Israelites were dealing with nations, but to us we are fighting spiritual battles. Bwana Yesu asifiwe. Wao walikuwa wanapigana na Wayebusi, walikuwa wanakuta mtu mwenye miraba minne, lakini sisi tunapigana vita vya kiroho ili tuweze kushinda mapepo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Na kila eneo ambao huko kuna mapepo ambayo inakalia watu, na usipojihisi kama mtu wa Mungu, hata wewe utakaliwa. Amen. Wale ambao hawajaokoka wakitafuta kukombolewa, hata wewe utakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi karibuni huku Kairote kulikuwa watu walikuwa nalala eneo hili. Bwana Yesu asifiwe. Andu matirimo na andu maraleta mataritori. Kairote tiraralirwo hakuhe kinya kegimo. Orithi iroka. Cioka na rithathi ramenya tigwo guthia. Tendo ciraigwa nyumba niratũgwo mabati. Cihurũkĩte nĩkwo atĩ cirenda kũmĩta scene of crime. Mahiga maraikio mangĩ. Ciroko ikĩũria wami kiongozi wa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ itirabatara rithathi. Ndaimono itirabatara rithathi. Borithi no kwehera cieheri. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo nĩ kuuga atĩ no nginya kanitha wa Ngai andũ marahũke. Mwathani Jesu aboce. No nginya kanitha wetĩkĩre that we are the lampstand for God, and we have to influence the territory or the area God has positioned us. Mwathani Jesu aboce. Ndiarĩ angĩ makĩrĩra na makĩaga toro nawe wagage toro. Mwathani Jesu aboce. No nginya twarahũke na twĩtĩkĩre gũtarĩrĩrwo. Nĩ tondũ no nginya tũrĩhe thogora nĩguo tũhote kũgarũrania itũũra rĩrĩa Ngai atũhete. Mwathani Jesu aboce. So, what does the Bible say in Isaiah 58? Isaiah 58, verse 6. The Bible says, verse 6. Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kusiregeza kamba za nira, kuwasha huru walioonewa, na kwamba mvuje kila nira? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba saumu ambayo Mungu anataka, the first thing that God needs, na ili tuweze kuvunja nira na vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna Yesu akasema this kind cannot go unless by prayer and fasting. Kuna mapepo mengine ambayo huwa yamengeta sana. Mwathani Jesu aboce. Itirabatara mundu utari muhundu muno. Kuri daimono itirabatara mundu muri ukimana. Ndio kuri ndio menda guthima undu mange marete ngima makaigwa ni mahundu. Ni kuri rabatara mundu muhundu na wimete mundu uyu wanaja. Akama thiothi wa Ngai ni kuhota gukonfront daimono ingi. Mwathani Jesu aboce. So we should be people who are praying and seeking God. When it calls for fasting, let's go for it. Sometimes you may not be told to fast as a church in other times. Kuri twira mundu hinge himwe. No kuri ngona mwenye uraigwa haha nitirenda Ngai. Na koguo ni kwihinga kuria. Mwathani Jesu aboce. Koguo ni ngwihe mutu wocio wa riria ngwima. Ni tondu kuri ndaimono ingi na ni kuri haro ingi. Tirabatara nyone Ngai nimwe. Mwathani Jesu aboce. Na nikyo maandiko marauga ya kwamba hii saumu saumu ambayo Mungu anataka ni ili tunapomtafuta tuwe na nguvu na uweza wa kuvunja vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuvunja nira za adui kwa wale watu ambao wameonewa. Shetani ameonea watu. Na ili tuvunje hizo nira za shetani na hizo vifungo, lazima wakati mwingine tuombe, tufunge na tumtafute Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tu break tuvunje vizuizi. Lazima tuwe
tutamani tunapozidi kuwekeza katika nyanja ya kiroho ama katika maisha ya kiroho, lazima tutamani kutembea katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kila wakati kushauri Bwana kuambia odhigu nego mother ni Yesu wakosha. Na the Bible says that righteousness exalts a nation. Amen. Kama utataka Mungu akupiganie, silaha moja na nguvu moja ni kuenenda katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Holiness is a great asset. Blessed be the name of the Lord. Lazima kuwe na kulipa gharama, sacrifices. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tulipe gharama watu wa Mungu ili tumuone Mungu. Lazima ukubali kwamba kuna kulipa gharama. Lazima tujue wakati mwingine kuamka haikuwa wakati mwingine rahisi. Wakati mwingine hata haya masaa wakati mwingine huanga na set alarm ili ikilia niamke. Sababu kama huja set alarm, hutakuwa na discipline. Nimekuja kujua we have mortal bodies. Zamani hatukuwa na simu hizi. Lakini siku hizi tumebarikiwa. Wacha tusitumie vizuri. Weka alarm. Sababu usipoweka alarm ungeka gokira ule ngaigwa ndahumuka. Kana da toro wathia. Ni gokira kuigukio. Na you start a day having not prayed. Bwana Yesu asifiwe. You see, when you don't pray, that day can become a waste. Somebody say that whoever holds the key of the gate controls the city. Yani yule mtu ambaye ako na funguo za mlango, yeye ndiye humiliki huo mji. Nimekuja kujua hata ufalme wa giza uko na tabia za watu kuomba hata nyakati za usiku na wakati za mchana. Bwana Yesu asifiwe. Therefore, you cannot be ignorant as a person of God to start a day having not called God into your life. To start your day with God. Anza siku na Bwana. Kwa hivyo hata wakati unajihisi wewe ni mchovu, wakati alamu hiyo ikilia, chikokote wende katika mahali pa maombi. Na uanze siku na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Start your day with God. That's the only way you are able to conquer that day. Bwana Yesu asifiwe. God has called us and to be co-workers with Him. But how can you be a co-worker with God? The God whom you are not walking hand in hand. Bwana Yesu asifiwe. For your day to be beautified of God, call upon God into your day. Bwana Yesu asifiwe. Ita uwepo wa Mungu uanze na ili Mungu akutangulie kwa kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Muite Mungu na utamuona. Tumia ama uapply kingdom principle. Bwana Yesu asifiwe. Ule ufalme ambao tuko ndani yake uko na kanuni zake. Kila wakati unapojaribu kukabili jambo, tumia kanuni za ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama ni kuoa, kuna kanuni za ufalme. Amen. Wacha kwenda kutafuta wanawake wengi alafu unasema nini. Hizo sio kanuni za ufalme. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta njia ambayo inapata. Na pia zingatia utakatifu, zingatia haki mpaka wakati ufaao ili Mungu awe nao. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili la kuwekeza ni kuwekeza katika hekima. Bwana Yesu asifiwe. Isaiah 33:6. Biblia inasema intellectual investment. Verse 6 inasema 33:6. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Bwana Yesu asifiwe. Kama nyakati zako zitakuwa nyakati za kuwa imara, to be established, ni kuwa imara. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwekeze katika hekima. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utafute ushauri. Lazima utafute kuwa mtu ambaye utaimarika kimasomo na kielimu. Bwana Yesu asifiwe. Mwito wa Bwana ni mzuri, lakini kuitwa haitoshi. Ili uwe relevant, tafuta kuwa intellectually wise. Bwana Yesu asifiwe.
Na nimekuja na nimejaribu kutafuta mambo. Mchungaji wetu hata kama alienda kutafuta intellectual wisdom. Ameenda Bible school. Haleluya. Ule ndo ageti kushimoro kwa tani na mwito. Akabaruka. Mwathani Jesu agocwo. Ndangikarathi arugone Ngai ahi. Mwathani Jesu agocwo. Ndarenda guthie Bible school. Ndarenda guthie na rĩngĩ school of ministry. Ataririo what it cost. Hataki kujua ni kipi kinahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hataki kujua. Kuna mambo mengi sana kuongoza watu wa Mungu. Haitoshi kusoma tu Biblia. Haleluya. Si wamama kila wakati mnaitiwa semina huku nasikia wamama akisema tulete wapi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni tondu kila urithitio kiroho tikigana. Muikarira mwega kwa kumoshie niguo hujie Ngai ni wabatarania. Muikarira wa kuri uri tukanaga na nduku ni mwega. That intellectual knowledge is good. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muikariririe mwega ta muthuri na thubi aria angi ni mwega. Muikariririe gwa mundu na uria ungi aria mahonokete. Na kumenya haria mundu akithio gukinya muhaka wake hari mundu na uria ungi ni wabata. Na tuli Bible-ini. So what you seek is the intellectual knowledge. Bwana Yesu asifiwe. Na gikoni tukugocithia Ngai no kinya mauge maingi twethe kuonjorithia thiini wa ugi uyu. Koguo na guthie Bible school ni kwa bata. No ndugatengerere tu tondu ni waigua no wega guthia kahora. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtu wa haraka. Tulia uife. Amen. Na utakuwa mtu wa baraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haitoshi tu kusoma Biblia. Soma vitabu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Good parenting. Hallelujah. Amen. How to be successful in marriage. Sure. Look for nutrition. Onatimia kwa sababu magemona koruga. Dokera ngomo vitiraria. Waiwa kwenda roge rogo gya tugu. Tegera na ukipata watu waroti watoa. Bwana ni Yesu agocwo. Ona ile twathikusha watu ingi gukua ciana. Batei ya bibi ya kuru. Bwana ni nyacha na ngike kushika kuviona trolley kita shatu ya Korea supermarket. Akore kitu trolley to ingi bono bodori. Kolege ogi ukiutara batara mukoha maandiko. That intellectual knowledge is so important. Sure. Bwana Yesu asifiwe. Invest in that knowledge. It will be good for you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sure. Hallelujah. Amen. When people become so foolish, they are destroyed by that foolishness. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And that's what the Bible says. Nimesoma maandiko. What does the Bible say in the book of Hosea? My people perish for lack of. Sitatumia jina ambalo haliko na maandiko. Hallelujah. I'm still in the Bible. The Bible says that my people perish for lack of wisdom. Hallelujah. Kwa hivyo Biblia inasema nyakati zako sitakuwa imara na sitakuwa zenye hekima na maarifa makuu. Lazima watu wa Mungu tutafute maarifa. Amen. So I have ever been telling you so many times that even when they are walking to reach to graduate to the next level, you need not to struggle when you are going through that path. Because somebody told me one time that you do not ask the way to somewhere when you know those people who have ever been there. Ask for those people who have been in marriage. How they entered into that. Wacha kukunyakishwa bumi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is the intellectual knowledge. Amen. That's why there are some premarital counseling. They are good for you. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Receive the wisdom of God in your life and it will be good for you. Sure. Read as many books as possible. By the way, kuna wakati hizo za siku hizi hatuonangi Herald is coming. Hallelujah. Kuna wakati tulikuwa tunashibishwa na Herald, pastor alikuwa anatuletea hizo vitu. Na najua hata kama sio sasa tutakuja labda kama Kigali hiyo magazine iko labda na kama sio hiyo tutakuta kupata zingine. Na wakati mwingine hata ukitaka kitabu fulani tafuta. Kuna wakati tunaomba hata watu wengine huko. Hata wakati mwingine tunaona pastor wao kutupatia hata vitabu. Na kama hapo nazo kidogo akikuwa sema uitumie vizuri na urudishe utapewa. Haleluya.
lazima tutafute kukomaa na kupata hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The value of your spirituality is good, but also value your intellectual wisdom. Amen. Dhamana yako ya kiroho ni ya maana. Lakini pia dhamana ya kukua katika hekima za kiasili ni ya maana zaidi. Amen. Pia Bwana Yesu asifiwe. Ni ya dhamana sawa sawa na hii. Ya tatu is physical investment. Hallelujah. Amen. Neno la Mungu katika Proverbs. Sasa tunaelekea kumaliza. Proverbs 12. Ndio na Gikuyu. Aliye na Gikuyu karibu. Wacha nisikie hata kama nitasoma Kiswahili. Aliye na Gikuyu asome. Tusikie vile inasema. Gikuyu Bible. Proverbs 12 verse 24. Kunaye? Amen. Papa Ones, tusomee tafadhali. God bless you. Immortal kama 24 mwandiko makagati. Mundu wikio nyatuikaga muthamaki no gutuika kiguta gutumaga mundu atule egoko. Hallelujah. Mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Hallelujah. Nimesema eneo la tatu la kuwekeza ni katika mambo ya kiasili na kiuchumi pia. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu limesema mtu mwenye bidii atatawala. Ate mundu urikio ni agathamaka. No ende mundu gitukibuta agutura riko. Uguta ni mundu, and God does not bless listeners. Amen. Hallelujah. Amen. People of God, we should align to the occasion. Sure. Na kama tutafaulu katika haya maisha, lazima tuwe watu wenye bidii. Haleluya. Hauwezi kuwa mtu ambaye unaenda kuingia kwa majani shai ama kwa kazi saa 5 wakati rodi ya kwanza inakuja na alafu unasema kwamba shetani anakuonea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwa mundo wa ile watagie Ngai. Ndakwendagira we. Tiga kwigwatagia andu makigacirana ni wimokagira tha 10. Tiga kugwatia andu magacira na magokira 11. Haleluya. Nyere ndana korwo ndi mundu ndanaruta wira guthii kigomba na kugira marigu koguo ndanametia. Haleluya. Haleluya. Ndio. Haleluya. Kigomba ndio tuikarĩtio muno na marigiti. Na Ngai atutwaraga thoko yani agakenda. Twatuongaga thina acha tũrĩkie kũgũra indo twaitoka ũkaga ũkĩingĩrĩra mathaa merĩ gũgokĩra nĩũrĩa toro gũkinyĩte. No ndũkĩgacĩra ũtarĩ mũndũ ũrĩ na kĩo. Mwathani Jesũ agocwo. Don't blame people for the failures, some failures we have. We should take it the blame on our own sin. Mwathani Jesũ agocwo. Tiga gũthiĩ kũganana na andũ rĩrĩa thaa ithatũ na ndũrĩ ũraingĩra mũgũnda kana cai. Thaa inya rĩ ngari ya kuonaga ngari ya thaa inya yũkaga ya mbere ciũkaga gũkũ thaa inya nĩ ikorwo ikĩhuha honu. Na andũ makaumeria kĩgara gĩkindĩre no nĩ kũrĩ mũndũ ũtarĩ ũrakua nginya raini ĩmwe. Bwana Yesu asifiwe. So ũgũta tocio Ngai ndaũrathimaga. Maandĩko maugĩte Ngai arathimaga wĩra wa moko maitũ. Mwathani Jesũ agocwo. Ũgũtũmwo tũmĩte andũ mathiaga kũingĩra nyamũ iretwo ciũthi cirerwanga ciĩke atĩ betting. Nĩ gũthiaga gwetha ũgacĩru no tonga no gũta. That is the reason way. And God is not a God of confusion. Bwana Yesu asifiwe. You are going to lose the little you have just because you are seeking blessing out of the race way and it will not happen. Bwana Yesu asifiwe. That is gambling. Hallelujah. Hiyo hebu unaamua ati utupe 100 itaenda na utabaki kulia na ilikuwa uga mzima. Hallelujah. Enda kwa shamba uchuna kilo 20. Jioni jioni kesho nyingine utakupa 20. Mwisho utakuwa na pesa kidogo na itaongezeka little by little. Amen. God says I will not drive those nations by once, but little by little. God is going to give you to succeed. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoenda kumalizia nataka nikwambie tu na dada yangu.
lazima tukabiliane na mataifa mengine. Lazima tukubali kwamba ili tutoke kwenye ile pepo ya umaskini, ili tutoke kwa yale mambo ambayo yametukalia, ili tuone mafanikio, ili tuweze kupaa katika upeo mpya wa kufaulu, ili tuingie katika nyanja nzuri za utukufu, lazima tukubali kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukuambia Mungu ambaye ametuita anakuwa na makusudio mema nasi. Every one of us here, kama uko na shilingi 100, tamani kwamba hautabaki katika hiyo level moja. Bwana Yesu asifiwe. Akukorori hapo meshara wa digit that to eterate digitisho ni kinya chikinya noti na hali ya mwisho hiki. Chikinya nya na kayura tutugatagira timori ya Mungu. Twehokeka wĩra-inĩ wake. Twetikira kurungama na tuwe harwere ya njega. Nitugutoria gushitu na nitukugashi. Mwathani Jesu agocwo. Nitugutwika agutwika prosperous guturire-inĩ uyu. Tutiri aria kuiguirwo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. To our dear ones who are in school, it is good to continue to invest in that intellectual knowledge. It will be good for you when you go looking at the government offices. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because nowadays, even when you are out for the vetting, they look for those papers. Hallelujah. And they say merit in order of merit. So do not waste your time. Make use of that opportunity. Sure. Because God will surely come for you. As we call upon God, tunapozidi kumuita Mungu, Mungu tukirie, utukomboe katika hivi viwango vya umaskini na ufukara. Mungu tupeleke katika nyanja mpya za utukufu na baraka. Tukubali kulipa gharama. Tuwe watu ambao wenye bidii. Tusikubali kufinyiliwa na mambo ambayo sio sehemu yetu. Bwana ametuahidi urithi mwema, na ni hakika tujue kwamba kama kesho yetu itakuwa ni njema kuliko leo, lazima tukue watu walio na bidii. Sitaki kuendelea sana, lakini nataka kumalizia kwa kusema Biblia inasema vizuri sana ya kwamba mkono wa mwenye bidii, mtu ambaye alikuwa na mkono wa bidii atatawala. Na ninasoma iwe kwako na kwako wewe kwamba tutakuja kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Na historia yetu itabadilika. Mahali hakukuwa na baiskeli kwa jamii zetu, sisi tutaendesha magari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima tuwe people who are crazy for the glory of God. Tuwekeze kiroho, tuwekeze intellectually, na tuwekeze pia physically kwa utukufu wa jina la Bwana. Na tuwe na ile tabia iliyokuwa na wale wana wa nabii. Walikataa kukaa mahali ambapo palikuwa na ukudero. Chianashia na vi echo ni hache ikaleta ikudero. Nisho chiye kila nile hinya. Ikiwa alo watu ikaleta ni hakudero Mungu. Lekei tumbe tujie akili mai tuwatu emiti. Niko tuke tuwake kundu kwina wali. Lekei tujie kuge na korote. I believe that message has been a blessing to you. You can subscribe, you can share, you can comment. In case you have not received Jesus to be Lord and Savior in your life, you can make this simple prayer before the Lord and it can transform your life. Just pray after me. Say, Lord Jesus, I come to you. I know that I'm a sinner and I'm not worthy before you. Today, I repent of all my sins and I give my heart to you. I commit my life to you, so I be to be Lord and Savior over my life. I leave the world and I yield to you. I give my life unto you. Thank you because you have saved me. Thank you because my name is written in the book of life. Thank you because I'm a child of God from now. In Jesus' name, I pray and I believe. If you have made this prayer together with me, the Lord has saved you. He has transformed your life. From today, you are a new creation. If you happen to come from Laudadabout Kairode, you can join us in gospel outreach. And if you come from far, just look for a Bible-based church where you will grow and continue to serve the Lord, and your life shall never be the same again. God bless you. Amen.